Kituo cha afya tunashukuru Mungu kwamba wakandarasi waliopewa na wazabuni wanaendelea kwa kasi sana, na tayari majengo mawili tumekwisha yapiga bati. Jengo moja lile la wodi pamoja na jengo moja kwa matumizi ya ufuaji wa nguo tayari imeshapigwa bati, na sasa hivi tuko tunaendelea na kupiga lenta kwa maana yale majengo ya atakayotumika kwa ajili ya upasuaji. Lakini pia na zile wodi zingine mbili tayari ziko zinaendelea na zimeanza kupandishwa safari na sasa karibia zinafungwa lenta. Kwa hiyo maendeleo ni mazuri sana na tuko tunaendelea vizuri kabisa kwa kasi kubwa. Kwa lengo letu tunataka tumalize mapema ili hadhi ya hicho kituo kutoka zahanati kuja kituo cha afya ianze kuonekana. Pengine ni lini sasa kituo hicho cha afya Rusimbi kitatamatika na wananchi waweze kupata haki yao ya msingi kwa maana ya huduma ya afya? Kwa uwezo wake Mwenyezi Mungu, kutokana na kasi iliyopo, naamini kabisa mwakani miezi kama mpaka mwezi wa 4 hivi, kwa uwezo wake Mwenyezi Mungu majengo yatakuwa yameshakamilika na tayari matumizi yatakuwa yameshaanza kabisa, kwa kuwa kasi iliyopo kwa sasa ni kubwa sana. Maana ni muda mfupi tumeanza ujenzi huo na tayari hatua iliyofikia ni kubwa zaidi kutokana na vifaa vyote kukamilika na wakandarasi na wasimamizi wote wako site kwa kushirikiana na wenyeviti wangu wa mitaa pamoja na watendaji wote maana mtendaji wa kata na watendaji wa mitaa wa kata yangu. Bazeba imezungukwa na kata kama ya Kipampa, imezungukwa na kata kama ya Kitongoni, imezungukwa na kata kama ya Majengo, imezungukwa na kata ya Machinjioni, imezungukwa na kata ya Businde, imezungukwa na kata ya Buhanda. Kwa maana hiyo nafikiri serikali iliangalia vitu vingi kabla ya kuwa imetupa sisi hadhi ya kuwa kituo cha afya, kwa sababu pale ni katikati. Na hizi kata zote nilizozitaja kiuhalisia, kijiografia katika mwambao wetu ni kata ambazo zimekaa mwishoni. Lakini kata yetu sisi ni kata ambayo imezungukwa na hizo kata zote, yenyewe ndio imekaa katikati. Lakini pia kata yetu sisi ndio kata pekee kwa mwambao wa huku kwetu ambayo kwa sasa ina soko kubwa ambalo wananchi wake wa asilimia karibu 95 kama sio 100 wanatumia maemezi kwa maana mahitaji yao katika soko letu hilo lililopo hapo katika kata yetu ambalo ni soko la Buzebazeba. Kwa hiyo kwa jinsi hiyo pia kuwekwa hospitali kama hiyo, unajua mtu anapokuwa yuko sokoni anaanza kupata na changamoto nyingi, unajua kuna population ya watu wengi. Kwa hiyo pia nafikiri serikali ilizingatia vitu vingi ili kuleta hiyo hospitali na kuongeza hadhi kutoka zahanati kuja kituo cha afya. Kwa jinsi hiyo tunaishukuru serikali, tunamshukuru Daktari Samia Suluhu Hassan, tunamshukuru aliyekuwa naibu wetu waziri wa TAMISEMI ambaye sasa hivi naibu waziri wa Katiba na Sheria dada yetu Zainabu Katimba pamoja na waziri wake, kwani walituona kwa jicho la huruma na kwa jicho pana na kutufanikishia sisi kupata zoezi hilo la kujenga kituo cha afya katika kata yetu. Hivi karibuni tuliona kunako mtandao wa kijamii ikionyesha shule ya msingi Rusimbi haina madawati. Kwa tafsiri hiyo wanafunzi wanapata elimu wakiwa chini. Wewe ni diwani wa kata husika, pengine una lipi la kuzungumzia hili swala? Waondoe kabisa shaka wananchi wote wa kata Rusimbi, lakini na wazazi ambao wanapeleka watoto wao kusoma katika shule ya msingi Rusimbi. Shule hiyo ilikuwa ni kweli na upungufu. Kama unavyojua sasa hivi hakuna mahali popote ambapo kuna ukamilifu wa 100% wa madawati katika shule zote, isipokuwa serikali imekuwa ikipambana kwa kushirikiana na halmashauri zake kupambana ili kukamilisha zoezi, kumaliza kabisa zoezi na changamoto la madawati. Kwa mfano shule ya msingi Rusimbi, sisi kwa kushirikiana na walimu wa shule tumepambana pale, tulikuwa na miti yetu ambayo tulipanda na kwa sasa tumeanza kuvuna ile miti, na mpaka sasa ninavyokuambia ndugu mwandishi, tumeshakuwa na mbao takriban zisizopungua 280 kama sio 300 ambazo kiuhalisia mbao hizo tunaweza tukatengeneza na tukapata madawati hata yasiyopungua 200 au 210. Na ukiangalia sisi tuna changamoto kwa ujumla wa shule yetu takriban madawati 348 ambapo tutakuwa tumekamilisha kabisa zoezi kwa muda wote kwamba hakutakuwa na mtoto yeyote kwa namna yoyote anaweza kupata changamoto ya madawati. Kwa jinsi hiyo basi tunaendelea kukusanya hiyo miti na kuendelea kuchanja hizo mbao, na baada ya hapo tutaanza zoezi la kuanza kutengeneza madawati kwa kuwashirikisha wadau wa aina mbalimbali, kwamba wale watakaoweza kutuchangia tutapita kwao kuwaomba na kuiomba serikali yetu pamoja na halmashauri yetu ili tuweze kufanikisha, kwa kuwa tumeshapiga hatua kubwa ya mbao zaidi ya 300 mpaka sasa ambazo kimsingi zote tunazihitaji kwa ajili ya kujenga madawati kwa ajili ya watoto wetu. Kwa hiyo niwaondoe shaka wananchi wote ambao wanapeleka watoto wao shule ya msingi Rusimbi. Tumeshaanza kuchukua hatua za haraka sana na tumeanza kufanikisha
naamini kwa sasa karibu tunaanza na zoezi hilo kwa kushirikiana na wadau wa aina mbalimbali ili tuweze kutengeneza madawati ya kutosha kwa ajili ya watoto wetu shule ya msingi Rusimbi. Niwahakikishie mpaka mwakani Mungu akipenda hakutakuwa na changamoto ya madawati katika shule yetu ya msingi Rusimbi. Mheshimiwa Milindi, wakati unaomba kura ulionekana ukitembelea soko la Buzebazeba na baadhi ya mitaa kadhaa kukagua uharibifu wa barabara. Mawazo yako yalikuwa ni kuboresha soko hilo na kuweka mataa ya kisasa ili wananchi waweze kufanya biashara wakiwa mahala salama. Lakini kwa sasa inasemekana mawazo yale uliyabadilisha hivi sasa yamekuwa ni batili. Ile swala unalizungumziaje Mheshimiwa Diwani Milindi Saidi? Mawazo yetu ni yale yale. Kimsingi mimi kupitia soko la Buzebazeba, ukiangalia kama nilivyokuambia hapo awali kwamba ndio soko kwa sasa kwa kiasi kikubwa kwa maeneo ya kwetu Ujiji, karibu 95% ya wakazi na wananchi wa kata mbalimbali huko Ujiji wanatumia kwa matumizi yao ya kuemea hapo soko la Buzebazeba. Kwa jinsi hiyo hatuna namna yoyote ya kutojishughulikia na kuliweka katika hali ambayo ni nzuri sana hilo soko. Na sasa tumeshaanza na tumeanza vikao tayari na waheshimiwa watendaji wenzangu, kwa mfano mtendaji wa mtaa, mtendaji wa kata, pamoja na wenyeviti wangu na kamati zangu zote. Na miongoni mwa vitu ambavyo tumevipa kipaumbele ni pamoja na kuendelea kujadili juu ya mustakabali wa hilo soko letu kwamba tunapendekeza liweje. Na baadhi ya proposal tumeanza kuziandaa, na kwa sababu mwezi wa kwanza tutakuwa na kikao chetu cha ODC, ni miongoni mwa agenda ambazo kimsingi tumeanza kuziandaa ili baadaye mimi nitakapokwenda katika baraza letu la madiwani niweze kufikisha maombi yangu katika baraza ili halmashauri Mungu akipenda ikibariki basi tuweze kutengeneza hilo soko kuwa la kisasa, kwa kuwa ni soko ambalo kimsingi licha ya kuwa linahudumia watu wengi lakini ni miongoni mwa masoko kati ya masoko yaliyopo katika halmashauri hii ambayo yanaingizia halmashauri yetu kipato kwa kiasi. Kwa kumalizia tu, pengine una wito gani kwa jamii ambao muda huu wanakusikiliza kupitia Buhongwa FM Radio pamoja na Buhongwa TV? Kwa kumalizia mimi napenda niseme niwaondoe shaka wananchi wangu wote wa kata ya Rusimbi kwa kuwaeleza kwamba miongoni mwa kipindi ambacho watakuwa wamepata bahati sana wananchi wa kata ya Rusimbi ni kipindi cha sasa, kwani hata Daktari Samia Suluhu Hassan ameonyesha wazi kwamba ni kwa jinsi gani anataka halmashauri zake kupitia wananchi wake ziweze kwenda vizuri. Hivyo ametenga kiasi kikubwa cha fedha kupitia TAMISEMI, kwa maana ya hizo serikali yetu ya kupitia TAMISEMI, kwamba watu wahudumiwe wapate huduma zilizo bora. Kwa jinsi hiyo, kwa maana hiyo nataka niwahakikishie wananchi wa kata zetu zote kwamba kwa sasa hali itakuwa nzuri na watupe muda, na naamini kupitia rais wetu Daktari Samia Suluhu Hassan na kwa kupitia waziri wetu wa TAMISEMI na naibu wake, kwa kupitia na mkurugenzi, na kwa sababu sasa sisi tunashukuru pia tumebahatika kupata mkurugenzi ambaye ni mtu mwenye weledi mkubwa katika kazi zake, lakini tumempata mstahiki meya na naibu wake ambao kimsingi ni watu wenye weledi na ni watu wazoefu na wamekaa katika mabaraza haya kwa muda sasa. Kwa maana hiyo tunajisifia uwepo wa hao watu wote, kwani tunaamini sasa halmashauri yetu ya manispaa ya Kigoma Ujiji inakwenda kuwa bora kweli, kwani tumempata pia na mbunge wetu wa jimbo la Kigoma mjini ambaye kwa sasa kimsingi amekuwa akishirikiana na sisi madiwani kwa ukaribu 100% juu ya utendaji kuhakikisha halmashauri yetu inakwenda mbele zaidi. Kwa hiyo niwaondoe shaka na niwape moyo wananchi wote wa halmashauri ya manispaa ya Kigoma Ujiji kwamba sasa tupo tayari kwa ajili ya kwenda kuwatumikia na kuhakikisha tunawabadilishia halmashauri yao ya manispaa ya Kigoma Ujiji kupitia kipindi hiki cha 2025 2030. Asante.